Karibu Tabora, karibu Toronto. Mbaya tena mbaya, tunamchukia kweli kweli. Katika Ibologelo nzima tumemchukia. Tena asionekana Ibologelo, aende jumla kabisa. Hatumtaki humu Ibologelo akae kama wa humu. Kama Wanzega huko aende. Huku hatumwezi kumuona, tutamuua sisi. Tumekasirika vibaya mno. Natetemeka sasa hivi hapa. Tulikuwa tunaishi kwa wasiwasi labda na wengine wataibiwa. Watoto tukawakataza kuwa wanakuja shuleni. Tumejifunza kwa mke mwenzetu huyu, tumejifunza watoto tu tunawalinda. Hata mtu mwingine akinikuta aniambie tunakuomba huyu mtoto, nawaambia hivi, twendeni kwenye sheria kwanza mkamchukulie huko. Tumelazimika kufika eneo hili leo kwa taarifa ambayo ilikuwa inazunguka na kila mmoja alikuwa anaisikia. Si ndio? Ni nini kilitokea hapa? Mtoto aliibiwa, mtoto alitekwa, yote majibu ni sawa. Si ndio? Jambo hilo ni kweli, lilitokea tarehe 1 ya mwezi wa 6. Tulipata taarifa kwamba mtoto wa shule ya msingi Burunde ameibiwa, lakini kuibiwa kwake hakukuwa kwa siri, kwa sababu alikuja hapa shuleni na taarifa ilisema kwamba kuna mama mmoja ambaye alikuja akajitambulisha kama ni dada yake, alikuja hapa shuleni akamuomba mtoto kwamba anaenda kumpiga picha hapo center ili aweze kumfungulia account benki, na maelezo hayo alimpatia mwalimu mkuu msaidizi wa shule hii. Mwalimu mkuu msaidizi wa shule hii alichukua jukumu vizuri tu, akamuuliza kwamba unamfahamu? Akasema namfahamu. Mwalimu mkuu akampeleka darasani, nafikiri ni katika mbinu za kuona naye kama alikuwa na mashaka hivi. Kaambia darasa hili hapa, mama yule inaonekana ni kweli alikuwa anamfahamu. Akasema mtoto mwenyewe ni yule. Mwalimu mkuu msaidizi akasema basi naenda umpige picha haraka mrudishe. Basi kwa nadharia ya kawaida ambayo ambapo hakuna tishio la aina yoyote na hatuna kasumba ya namna hiyo wa Tanzania, hata kama ungekuwa ni wewe ungemruhusu tu amchukue, ampige picha, akamfungulia account alafu amrudishe, si ndio? Lakini kumbe maskini mwalimu mkuu yule alifanya makosa. Mama huyu akamchukua mtoto, akaenda naye Nzega kutoka hapa, akazurura naye huko, akaenda naye Kaliua, akaenda naye Shelui, akaenda naye Tabora na maeneo mengine mpaka mipakani mwa Kahama. Akafika naye akiwa anadai apewe shilingi milioni 20 na wazazi wa mtoto huyu Paulina. Wako wapi wazazi wale? Mama na baba. Sogeni hapa. Hawa ndio wazazi wa Paulina. Kwa hiyo waliombwa shilingi milioni 20 ili Paulina aweze kuachiwa, lazima pesa hiyo itoke. Vinginevyo walikuwa wanasema tunakaribia kumchinja. Naamini kama mzazi, sidhani kama ungepata usingizi. Waliripoti tukio hilo na vyombo vya usalama vya mkoa mkuu vikapambana usiku na mchana kuhakikisha mtoto huyo hawezi kuchinjwa kama wanavyosema wao. Walikuwa na simu moja tu ambayo wameisajili, haikuwa na namba ya mtu mwingine yeyote. Walikuwa wanawapigia wazazi hawa tu simu hiyo, wakishapiga wanaizima, wanakuja kuiwasha baada ya siku 2 au 3. Lakini tunao wataalamu wa vyombo vya usalama ambao wamesomea mambo hayo, wakatuhakikishia, wakasema viongozi nyie tulieni, ni swala la muda, tunamfuatilia kila anapoenda na kila anapolala. Cha msingi tunataka tufanye kazi hii kwa umadhubuti na kwa umakini mkubwa ili mtoto huyu asije akadhulika. Na kweli wamekaa naye siku 10 tangu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mpaka tarehe 10 ya mwezi wa 6 ndio akakamatwa mama aliyekuja hapa akatapeli, akambeba mtoto kwenye pikipiki, lakini akamvalisha na sweta. Walimu walivyoona anavalishwa sweta mtoto, wakajua kumbe mzazi huyu mtu mwema, maana kipindi cha baridi. Kumbe anamvalisha sweta ili amfiche asionekane. Kwa hiyo jana siku za mwizi zikatimia, wakakamatiwa Tabora mjini guest. Kati ya mambo ndugu zangu ambayo tunaweza tukawa na mzaha na mambo mengine mengi, tukataniana Yanga na Simba, Manchester na Arsenal na vitu vingine vya kijinga vingi, lakini sio kuchezea maisha ya mtu. Tena mtoto ambaye maamuzi hana ya kuweza hata kujiamlia yeye, bado anaamliwa na watu wazima na wazazi. Na ndio maana walipokuja kumchukua, walimchukua wala hakuwa mbishi mtoto, na ambao watoto wengi hawezi kuwa mbishi, hasa watoto wa Kitanzania. Kwa walimchukua kirahisi kabisa. Nikasema hawa watu
hakuna kitu kilininyima mimi usingizi kama hichi. Kichwani nikasema hata kama watamuua watapatikana, hata kama wangemuua wangetuonyesha leo wamemzika wapi, na umma huu wote wala isingekuwa siri. Ndio maana nikasema nije hapa na wazazi wote muwepo, hasa wakina mama, mumuone mwanamke mwenzenu aliyekuja kuiba mtoto hapa kama sio kumteka. Mama huyu alifika hapa akamchukua mtoto. Kwa maelezo yake anasema alitumwa na mume wake. Anasema waliona maisha ni magumu. Mume wake akamwambia nenda shuleni Burundi, kuna watoto wa mjomba wangu wanasoma pale. Kwa hiyo huyu ni ndugu yake tena mjomba wake, wanasoma pale. Akamwambia mtoto fulani Paulina, si unamkumbuka? Akasema ndio. Nenda kamuibe yule mtoto, tukae naye mpaka watupatie milioni 20. Mama yule akaja akamchukua na akaenda akamwambia mume wake, mtoto huyu hapa tayari ni naye. Wakamlaza siku ya kwanza pale Nzega. Wakati ulipofika wakapiga simu, maana si ndugu yao, wanazo namba zake huyu baba. Wakamwambia, sisi tumemteka mtoto pale, mtoto wako Burundi pale, tuletee shilingi milioni 20 tumwachie, la sivyo muda si mrefu tutamchinja. Baba huyu akapambana huku na kule, na vyombo vya usalama tayari vikawa vina taarifa. Kwa wote tulifanikiwa kumtumia shilingi milioni 5. Anayo milioni 5, lakini nawahakikishia hakuweza kuitoa. Kwa hiyo ipo kwenye simu ile ambayo alisema itumeni kwenye namba hii. Tukasema itumeni hiyo hela, ila hatoitoa, na hakuitoa kweli. Mleteni yule mama wamuone hapa. Kwa kweli tunashangaa huyu mwanamke mwenzetu. Yaani kwa kweli kwa ni tukio kali sana. Watoto ikifika saa 12 tu tumeshawafungia ndani. Na huyo mwanamke sijui hajawahi kuzaa au ana watoto au hana watoto. Katushangaza sana. Huyu mama kwa maoni yangu inatakiwa akanyongwe tu moja kwa moja na asirudi tena, iwe fundisho kwa wengine. Huyo mama kwa kweli ni ana roho mbaya, hatumtaki kabisa, bora akafie na yeye jela. Ushirikiano huu ni waombe tuuendeleze. Kila siku ukisikia tukio la mwenzio lichukue liwe la kwako. Kwa hiyo ni waombe wazazi wa kata ya Iborogero, hawa walimu tuwasamehe, kama alivyotangulia kusema mkuu wa mkoa. Hata wewe jinsi alivyoingia, hata wewe ungemwachia mtoto akaenda, kumbe umekosea bila kujua. Mmewasamehe wazazi wenzangu? Mimi nishukuru sana wazazi wenzangu kuwasamehe hawa walimu, na walimu sasa watembee kifua mbele kwa sababu walisababishwa. Kwa majina naitwa Paulo Magushi, ni mzazi wa Paulina Paulo. Ilipofika saa 4 nikaongea na mtoto tena. Saa 4 asubuhi hiyo tarehe 2. Kamuuliza, mwanangu umekula? Nimekula, ndio. Leo mtoto akauliza, baba umeshafika nyumbani? Nikamwambia bado sijafika nyumbani mama. Baada ya hapo akakata simu. Jioni tena akanipigia simu, akasema mzee, wewe umekaa kimya. Niuliza, chagua kitu kimoja. Kiungo gani cha mwili ambacho nataka tukuletee ili ufanye mazishi ya mwanao? Nikamwambia hapana, pesa jamani nawatumia. Nikatuma kama milioni 5 na 500,000. Wakasema kwamba hiyo pesa tumeipata na mwanao tutakuletea. Mzee, mbona unaonekana kama kaidi? Mzee, tuma haraka hiyo hela, sababu sio mtoto wako tu ambao tunatakiwa tumlete, wapo wengi. Yaani kwa kweli nilipitia changamoto kubwa sana. Kwamba mara unaambiwa kwamba mtoto anachinjwa, mara mtoto anapigiwa simu kwamba baba tuma hela, mimi nataka kuchinjwa. Mara unamuuliza uko wapi? Tupo kwenye gari tunaenda polini. Na sikujua sasa kwamba polini huko wanaenda kufanyaje. Yaani mtoto kapatikana. Jana nilipigiwa simu kwamba mtoto amepatikana. Nilikuwa nimeanza kula ugali, nilishindwa kula ugali kwa sababu ya furaha. Kwa kweli nalishukuru sana jeshi la polisi kwa ushirikiano tulioonyesha. Huyo mama nimemtambua kweli. Yaani huyo mama ni mke wake na mjomba wangu. Na yupo tu jirani. Karibu Tabora, karibu Toronto.